Madhumuni ya kongamano hili kama nilivyosema ni kuwaleta pamoja wasemaji wa Kiswahili, wataalamu wa Kiswahili, wanahabari kama nyinyi na jamii kwa ujumla. Tunawaleta pamoja kuzungumzia masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na Kiswahili. Mwaka huu tumeweka kipaumbele zaidi katika AI, akili unde au wengine tunavyoita akili ige. Tunajadili masuala haya kwa sababu yamekuwa ni mjadala mkubwa sana wa kidunia. Mtakuwa mmesikia pengine katika hata hotuba ya mgeni rasmi Profesa Smala amezungumzia vizuri kwamba hii ndio jambo ambalo linazungumziwa kila mahali duniani. Kwa hivyo sisi Waswahili tunataka tupate nafasi pia ya kuingia katika mjadala huo, kuangalia kwamba tunaweza tukafanya nini, si kama wapenzi na wataalamu na wadau wa lugha ya Kiswahili tu, lakini kama wanajumuiya wa ulimwengu wa AI ambao unabadilika. Kwa hivyo hilo ndilo lengo kubwa, lakini tunakuwa na makongamano haya kila mwaka, tunayafanya katika nchi mbalimbali, tunakuwa na mijadala mbalimbali, tunawaunganisha na kuwaleta pamoja wadau na wataalamu na wanahabari, watu wote wanaohusika na Kiswahili. Cha ukuzaji wa Kiswahili duniani ni chama ambacho kinaunganisha wadau, wale ambao wanazungumza Kiswahili tu kama wasemaji wa Kiswahili, lakini pia wataalamu wa Kiswahili. Na tunapokuwa wataalamu wa Kiswahili pia tunaangalia fursa mbalimbali ambazo zinajitokeza maeneo mbalimbali duniani, na mara nyingi tumekuwa tukishirikisha wadau wetu, wanachama wetu na jumuiya ya Waswahili kwa ujumla pale zinapotokea fursa mbalimbali. Lakini kwa wale ambao tuko kule ughaibuni, mara nyingi tunapambana katika taasisi mbalimbali kuhakikisha kwamba taasisi hizo zinatambua lugha za Kiafrika. Na mara nyingi tunapozungumzia lugha za Kiafrika, Kiswahili kinakuja kuwa cha kwanza kabisa kwa sababu ndio lugha ya umajumui wa Kiafrika. Unapozungumzia Afrika ukiwa nje ya Afrika na unapozungumzia lugha ya Kiafrika ukiwa nje ya Afrika, Kiswahili kinachukua nafasi ya kwanza kabisa. Kwa hivyo tunapata nafasi ya kuchangia katika sera za vyuo vyetu, taasisi zetu, kuanzisha mitaala mipya na kuanzisha programu mpya za masomo ya Kiafrika na Kiafrika. Nieleze kwamba changamoto za akili unde zinawakumba wanafunzi wote. Na tukizungumzia wanafunzi wa Kiswahili ni kwamba akili unde inategemea lugha. Na lugha kuu zilizo kwenye mitandao ni lugha za ulimwengu zile kuu: Kiingereza, Kifaransa, Kijerumani, Kichina. Lugha ya Kiswahili na lugha zetu za Kiafrika hazijapata nafasi kubwa kwenye mitandao. Na kwa hivyo wanafunzi wetu wanapotafuta mada na shughuli na mambo mengine ya kushughulikia katika ujifunzaji wao, wanakumbana na hii changamoto kwamba hatuna marejeleo ya kutosha. Na kwa hivyo hiyo ni changamoto sio tu kwa wanafunzi bali pia kwa walimu, na inadai kwamba tuweze kufanya utafiti wa kina kuhakikisha kwamba Kiswahili kinapata mada mbalimbali Kongo ambazo zitawekwa kwenye mitandao ili kwamba wanafunzi wetu waweze kuzirejelea na kuzifanyia utafiti na kujiendeleza katika taaluma zao mbalimbali. Kwa upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa kweli mikakati ya kueneza au ya kuingiza akili unde katika maeneo ya kipaumbele ya jumuiya imeanza. Kwanza harakati za kuanzisha mkakati wa utekelezaji wa akili unde umeshaanza kuandaliwa, na pia kuna mchakato ambao umeanza wa kuunganisha taasisi na asasi ambazo zinahusisha taasisi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, vyuo vikuu na asasi nyingine kwa pamoja, ili waweze kuunda ile asasi ambayo itaratibu shughuli za matumizi ya akili unde. Na tunapozungumzia akili unde, huwezi kusema kwamba utaangalia upande mmoja, kwa mfano kama chuo tu au kama wanataaluma. Ni lazima uangalie wale watunga sera, ni lazima uangalie wanazuoni wanafanyaje, ni lazima uangalie kule uwandani wale ambao wanatumia masuala hayo wanafanya nini, kwa sababu tunachokigundua ni kwamba kule masuala ya kidijitali yanaendelea kwa kasi, lakini sera hazijapiga hatua au haziendi haraka kama matumizi ya akili unde inavyoenda. Mpaka sera moja ipitishwe, labda kiwango cha akili unde kimeshabadilika.
Kwa sasa hivi tumeweka mikakati ya kuwaweka pamoja ili waweze kusaidiana na kushirikiana katika mchakato hiyo ya kutekeleza masuala ya kukuza na kuendeleza katika kuendeleza akili unde. Tunaangalia kwamba wale ambao wanajihusisha na masuala ya kitaaluma hasa vyuo vikuu wanatakiwa kufanya utafiti na kutoa taarifa yenye ushahidi ambayo inaweza kusaidia watunga sera ni nini kifanyike, na wanapofanya hivyo pia wanatakiwa kuangalia ni masuala gani ambayo wanafunzi ambao wanawafundisha yatawasaidia kusuluhisha changamoto na matatizo ya kijamii, kwa sababu ndio lengo kuu la kufundisha au la kutoa elimu ili waweze kusuluhisha matatizo ya kijamii. Kwa hivyo akili unde au wanawezaji wale wanafunzi ambao wanatoka vyuoni wanaweza kutumia akili unde kutatua matatizo ya kijamii, kuangalia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi wakitumia akili unde, kuangalia masuala ya afya, kuangalia masuala ya mawasiliano ambayo yanaweza kujitokeza ili waweze kuchangia maendeleo ya kitaifa. Kwa hivyo katika nchi nyingi sana za Afrika, hata nchi za Kiarabu zinatumia Kiswahili. Misri inafunza Kiswahili. Sudan ina Kiswahili katika chuo kikuu cha Khartoum. Jambo ambalo tunahimiza ni kwamba tuwekeze kwenye teknolojia na pia tuwahimize watu kuzalisha maudhui mengi kila siku, ndipo Kiswahili kiweze kupenyeza kwenye mitandao hii na ishindane na zile lugha kubwa. Hatutaki tena tuumizwe na ukoloni wa kisasa, na ukoloni wa zamani ni afadhali kuliko ukoloni wa kiteknolojia, kwa sababu wa kiteknolojia utakunyima kila fursa na kila nafasi. Mkurugenzi wa chama cha ukuzaji wa Kiswahili duniani, kama alivyosema Rais, tuko hapa kwa ajili ya kujadili kuhusiana na Kiswahili na lugha nyinginezo katika zama hizi za AI, ambayo ilikuwa nzuri, imefunguliwa na mtu ambaye ni Mswahili mwenzetu. Tunawashiriki kutoka maeneo mbalimbali ya duniani, ndani ya Afrika na nje ya Afrika. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba Kiswahili sasa hakibaki nyuma katika hizi fursa, baada ya kuwa ni lugha ina siku ya Kiswahili duniani, ni lugha ya UNESCO, ni lugha ya SADC, na lugha ya Afrika Mashariki, na pia ni lugha ya Umoja wa Afrika. Kwa hiyo hatuache nyuma Kiswahili, tunataka Kiswahili kiwe sambamba na lugha nyingine zote kubwa. Marekani. Ni mara yetu ya kwanza hapa Kibabii. Tumefurahia kongamano, limeenda vizuri. Makamu mkuu wa chuo ni mtu ambaye pia ni mdau mkubwa, na tumeona jinsi ambavyo wanafunzi wa hapa wanamotisha na kwa ujumla jamii ya hapa. Kwa hivyo hili ni kongamano ambalo linatusaidia kuendeleza Kiswahili, kuonyesha umuhimu wake sio tu katika masomo, lakini pia katika masuala kama haya yenu ya wanahabari na maisha ya watu wa kawaida. Na ikiwa tutaendeleza Kiswahili kwa kuangalia hasa hizi mbinu mpya zinazojitokeza kutokana na AI, basi tutakuwa tunasonga mbele katika swala la matumizi yake katika jamii.